Kwa jina anaitwa mchungaji Amos Mwangole, ni mchungaji kanisa la Moravian, ni ushirika wa Sonyanga, wilaya ya Mbalali, jimbo la Kusini Magharibi. Asante. Karibu mchungaji, kwa namna ambavyo ibada imekwenda, lengo la ibada ya leo ilikuwa ni nini? Lengo la ibada ya leo ilikuwa ni kuombea uchaguzi uwe ni wa haki na amani na utulivu, usiwe wa kuuana. Kila atakayechaguliwa au atakayegombea apite kwa haki bila kuiharibu roho ya mwingine. Okay. Kwa namna ambavyo ulikuwa umeiratibu hii ibada, ni kwa namna gani sasa unatoa matumaini kwa Wakristo ambao wameshiriki hii ibada, hasa katika kufanikisha hili zoezi ambalo wewe umelianzisha hapa Sonyanga Moravian? Matumaini yangu makuu ni kwamba kwanza Wakristo wapige kura, ambao hawajajiandikisha wajiandikishe. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wagombea wakubaliane, asipopita amwachie mwenzake, sio kumuua, kwa sababu nafsi ya mtu anayetakiwa kuiondoa ni Mungu mwenyewe, na atakayeiondoa nafsi ya mtu atahukumiwa mbele za haki. Wito wangu kwenda kupiga kura kwa wananchi, waende kupiga kura, wachague kiongozi wanaomtaka wao. Mimi silazimishi kwamba mchague fulani, watamchagua kiongozi watakayemkubali katika sera yake, anawaahidi nini, atafanya nini, na kama alikuwepo madarakani alifanya nini na anategemea kufanya nini. Mimi nawahamasisha wakachague viongozi wanaowataka wao. Kwa majina naitwa Patrick Andulia Msoma, ni mheshimiwa diwani wa kata ya Maongole. Kwanza kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia siku ya leo, nami nimeungana na Wakristo wa kanisa langu la Moravian, ushirika wa Sonyanga. Na baada ya kufika maeneo haya nimekutana na maombi ambayo tayari kama kanisa lina mikakati ya kuiombea Tanzania, hususan kipindi hiki cha uchaguzi, kwa maana kuombea amani, kuombea uchaguzi wa uwe na amani, na kuombea viongozi, na Mungu atupe viongozi wenye busara. Mimi kama kiongozi wa kiserikali niseme nashukuru sana kanisa la ushirika wa Sonyanga, kanisa la Moravian, hasa kwa kulitambua hilo, kwa sababu amani ni kila kitu katika maisha yetu. Pasipo na amani hakuwezi kuwa na maendeleo, pasipokuwa na amani hapawezi kuwa na vitu vyovyote vinaweza vikafanyika. Ninaamini kwamba amani ni kila kitu katika maisha. Palipo na amani ndio maendeleo yanakwenda. Mimi kama kiongozi wa kiserikali nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza mchungaji pamoja na Wakristo wote. Mimi niombe kwamba kuna porojo nyingi sana zilitokeza kwa yule aliyefikiza miaka 18 na kuendelea, ambaye ameenda kujiandikisha. Ni wiki 3 zimepita sasa, tulikuwa tunajiandikisha kwa awamu nyingine tena kwa ajili ya kupata kadi ile ya mpiga kura. Basi kifika muda wa uchaguzi waende wakatumia haki yao ya kwenda kupiga, kumchagua kiongozi bora, kiongozi wanayemtaka kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu ya Maongole. Kwa jina naitwa Erika Lamsi Mbogera, mkazi wa Sonyanga, nasali kanisa la Moravian. Maombi yaliyofanyika kanisani hapa mimi ninaona ni ya halali kabisa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ayapokee, kwa sababu sisi kama kanisa hakuna anayezungumuza, mtu mwingine anayezungumuza nje ya Mwaisova kwa yale tuliyoyaona na macho, ambayo anayafanya na macho. Alafu ninaomba katika uchaguzi uwe wa amani katika hata nchi nzima. Tunaomba wale wanayofanya bora, Mungu aturudishie uchaguzi uwe wa amani, nchi yetu iende kulingana, pamoja na mama yetu Samia. Mama yetu Samia mimi namkubali, kwa sababu ninavyomkubali na yeye miaka aliyolisi pa mwenzake aliyokuwa ameondoka Magufuli tunayaona, na ni mwanamke mwenzetu, anatutetea hata sisi, anatetea nchi yake. Mimi naomba uchaguzi, Mungu aturudishie wale viongozi walio bora, aturudishie.